Israeli. Nena na hawa wana wa Israeli uwaambie mwanamke akitunga mimba na kuzaa mtoto mume, na yule mwanamke anapopata mimba, naye yule mwanamke akuja ajifungue ama azae mtoto mwanamume, ndipo atakuwa yu najisi siku 7. Ule mwanamke aliyezaa ama aliyezalisha anakuwa najisi siku ngapi? 7. Ndipo atakuwa yu najisi siku 7, kama katika siku za kutengwa kwake kwa ajili ya hedhi. Ni hivyo ule mama anatengwa na kanisa, yani maana kutengwa, hawezi kuingia katika ibada, hawezi kuingia katika mahali penye wanamsifu Bwana, hawezi kuingia mahali penye wanasema wanamtukuza Bwana. Yule aliyejifungua, haijalishi yeye ni kuhani, haijalishi yeye alikuwa anasimamia nani, haijalishi yeye hata ni nabii, bali katika sheria ya Bwana, katika enzi ya Musa na manabii wale waliokuwa wa kwanza, walikuwa ya kwamba ule mwanamke aliyejifungua anaenda anatengwa katika sehemu nyingine, hawezi kupatikana katika hema ama katika hema la kukutania katika wana wa Israeli. Na mteule asema amen. Amen. Ndivyo atakavyokuwa najisi. Ule mwanamke aliyejifungua anakuwa najisi siku 7 mpaka aenda atengwe, na zaidi ya yote anavyokuwa hivyo wanamtenga, na zaidi ya kumtenga hawezi hata kumsalimia kuhani, hawezi kumkaribia na mtu mtakatifu yoyote, bali yeye anakaa katika hali ya kujitenga, na wanamfungia hata katika zaidi ya yote wanamfungia katika nyumba, hawezi kutembea, hawezi kufanya chochote, hata kumpigia kuhani, hata kumpigia na mchungaji, hata chai peke yake hawezi kufanya, hata kwenda kununua soda jinsi zaidi tunavyofanya hawezi kuleta. Yeye ni nachizi, anatengwa na sinagogi pamoja na watumishi wengine, hata na zaidi ya yote hata Mungu naye anamtenga. Bwana nasifiwe. Sasa haya maneno, ule aliyekuwa amejifungua alikuwa anatengwa. Kama amejifungua mwana na kijana, yeye alikuwa anatengwa katika siku ngapi? 7. Na msichana pia alikuwa anatengwa katika muda fulani, ama siku ngapi? 14. Anatengwa asiingie katika ama patakatifu. Na yule hata aliyezaliwa, hata naye haruhusiwi kuingia katika nyumba ya kuhani ama kuingia katika mikono ya mchungaji. Maana ya mchungaji enzi zile wanasema Mlawi. Hawezi ule Mlawi kumkuza wala muombe, bali alikuwa anatengwa katika enzi zile, anatengwa mpaka siku itakuja itatimia, wauchukua ule mama pamoja na ule mama wamchukua wampeleke katika hema la kukutania, na wanapomchukua wanampeleka katika hema la kukutania, anapoenda hivyo anaenda na sheria. Sheria ilikuwa nasema nini? Anachukua njiwa na kondoo wala ng'ombe, anapeleka katika kuhani ama katika matabauni. Anapoenda hivyo, ile sadaka ambayo imebeba ndiye namsimamia ule unajisi ambaye amekaa ndani, na anapoona hivyo ile dhabihu na sadaka, ile kondoo ama ng'ombe wala njiwa, ndiye namsimamia ya kwamba huyu mama atakasike, na anapotakasika ili akubaliane pamoja, wamuunganishe tena yeye ule mwanamke aliyezaa mtoto, wamuunganishe tena upya machoni pa Mungu pamoja na kuhani. Bwana nasifiwe. Ile sadaka ilikuwa inasimamia kwamba ule mama aliyezaa na ule mtoto aliyezalishwa naye pia wanamchukua, wanamuunganisha pamoja na madhabahu. Maana ya madhabahu, kuhani ndiye anasimama anamuombea ule kijana na pamoja na ule mama, na wanamuinua. Bwana nasifiwe. Wanavyomuinua, ile sadaka ambayo iliyokuwa anabeba ndiye inamsimamia, inamtakaza dhambi zake pamoja na hiyo hedhi ambayo ametokwa ama ametoka katika hiyo wakati, katika enzi ya Musa. Na mtu anasema amina. Bwana nasifiwe. Ambia jirani, ilikuwa sheria. Sema na nguvu, ilikuwa sheria. Hiyo sheria ilitumika, na ile sheria ilipotumika, watu walikuwa wanafuata ile sheria ambaye Mungu alivyokuwa amenena na pamoja na Musa katika mbele ya wana wa Israeli. Kwa sababu unapoanza ya kwamba sheria, Mungu akamwambia Musa awaambie wana wa Israeli hii sheria, awapatie, awakabidhi. Bwana nasifiwe. Hebu akakukutania katika enzi ya Musa, haikuwa ati hatunafanya tu kawaida. Wakati wa Musa ilikuwa sheria,
na hiyo sheria ilitumika mpaka wa leo. Kuna madhehebu tunakuja naona ya kwamba watu walikuwa wanafuata, lakini walikuwa wanaenenda katika utakatifu, wanamfuata Mungu, wanafanya sheria ya Mungu, kwa sababu hema la kukutania kama hili liko mahali hapa. Hata kama enzi ya Musa ile, Biblia inasema hata mwana wa haramu. Mwana wa haramu ni nini? Mwana uliopata wewe, umeolewa ama umeoa, lakini unaenda unafanya uzinzi ama uzinifu mbele na kinyume na ndoa yako. Katika enzi ya Musa, ule mwana aliyekuwa anazaliwa, ule mwana wa haramu ambaye sasa tunasema mpango wa kando, umezalisha mtoto katika nje ya mume wako, ulikuwa na hii tunasema sasa mpango wa kando. Sema mpango wa kando. Ndio maana kama ndugu mpango wa kando. Sasa ilivyokuwa inaendelea enzi ya Musa, ule mwana aliyekuwa amezaliwa, ule mwana, sema mwana. Ule mwana aliyekuwa anazaliwa yani hata Biblia inasema mita karibu 300 mahali penye hema ule mtoto akikaribia mahali pale na anakufa. Hawezi kupatikana katika hema la kukutania. Wewe waje mchezo bwana. Sheria ilikuwa inatumika na Mungu alikuwa anatumia watu wake, na Mungu alikuwa ameweka sheria katika wana wa Israeli. Na zaidi ya yote, hata wana wa Israeli wengine walikuwa wanazalisha watoto kinyume na ndoa yake, lakini kwa ajili ya hasira ya Mungu na chukizo la Mungu, ule mwana aliyezaa hata kama mzee wake ajui, kwa sababu wengine zaidi tunalea watoto hata ambao si wetu. Mama wanajua tu huyu mwana si wa huyu, lakini wanamlea. Bwana nasifiwe. Enzi ya Musa haikuwezekana. Enzi ya Musa haiwezi kukuruhusu ya kwamba ufike. Amina. Na mteule aseme nini? Kwanza nawaambia ya kwamba, ambia jirani, waje tuishi katika neema ya Bwana. Bwana nasifiwe. Haikuwa kawaida, haikuwa kitu ya rahisi. Mwana wa haramu hawezi kukaribia kanisa, hata kama kuna njia, hata mama amembeba tu katika na taweli anaoenda katika matembezi, ule mwana anapopita katika hema la kukutania, na ule mtoto anakauka Lakini sasa wacha akauke, watasema ile kanisa iko na machini. Neema ya Bwana ilikuwa sheria, ilikuwa ikitumika. Ndiposa Mungu anaongea kwamba Mungu alikuwa amepea mtumishi wake Musa sheria, wakabidhi wana wa Israeli ya kwamba watembee katika utakatifu. Ule mama anapozaa mtoto lazima atengwe na sinagogi, na anapotengwa na sinagogi ya kwamba ni hema la kukutania. Maana ya sinagogi ni katika enzi ama katika lugha ya Kilatini pamoja na Waibrania pamoja na lugha ambayo ilitengeneza ama walikaa chini wakatengeneza Bible, ndipo wakatoa katika na wakatafasiri katika hii Bible katika lugha ambayo kila mwanadamu anaelewa. Lakini Biblia kuna lugha ambayo ilitengeneza ya kwamba ni Kilatini pamoja na Kiebrania waliotengeneza ama waliotafasiri hii Biblia. Lakini walipoona kila mmoja lazima aelewe, ndipo akatafasiri katika lugha ambayo mwanadamu anaelewa. Na mteule aseme amen. Hapo ndipo sasa tunakuja tunaona ya kwamba sasa kuna kitu ambayo inaanza kuingia. Ndipo sasa tunapoona hiyo kwamba Mungu alipotumika katika wana wa Israeli. Kama wewe mama umezaa mtoto wako, lazima uchukue mtoto wako, na zaidi ya kumchukua lazima unatengwa na sinagogi. Maana ya sinagogi ni hema la kukutania. Maana nikisema sinagogi hautanielewa maybe, lakini sinagogi ilikuwa kanisa ambayo tunasema zaidi ni kanisa. Na kanisa ni mjengo. Lakini katika enzi ya Musa walikuwa wanasema sinagogi anatengwa katika siku 7 ama katika siku 14. Na anapotengwa hivyo tena wanamchukua wanampeleka katika kanisa, na wanapoenda ule mama kanisa anaenda na kondoo, anapoenda na kondoo wala mbuzi wala ng'ombe. Na anapoenda hivyo kuna mtu ambaye atamsimamia ili amuombee huyu mama pamoja na ule kijana ama ule mtoto aliyezaliwa, na anapomuombea anatakasika katika machoni kwa Mungu. Na ni kuhani ndiye anamuombea. Amen. Amen. Kwa mafuta wa Mungu ambaye amekubaliwa na Mungu,
Na anaposema ya kwamba mpako mafuta wa Mungu anayesimama ama anayesimamia kana huduma ama ministry ambayo tunasema sasa hii ministry, walikuwa anatakasika, yule ndiye anaenda kumuombea ule mama. Anapomuombea, Mungu anasikia mbingu linafunguka, na linapofunguka, Mungu naye alikuwa mwingi wa rehema, anakubali na ule mama pamoja na ule kuhani, na ile dhabihu kondoo ilikuwa inaenda katika na kuhani ndiye anaichukua anaitumia. Bwana asifiwe. Hata zaidi ya yote ndio kuwa imetolewa katika madhabahu. Mshirika haitakikani akuza. Mshirika lole nyanga sasa hivi. Hey, leo mboneza watu ameje bacho waje kutoka. Kamene kanja kukaribia kwa madhabahu. Swaye ile kuleta sasa hivi. Kama kweli amen. Enzi ya Musa haikuruhusiwa. Lakini enzi ya ambayo sasa tunaona watu wengine enzi zile hata yule kuhani ndiye anachukua ili akupatie ya kwamba aende akupatie. Lakini saa hii watu tunaona ya kwamba tumekuwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba ilikuwa sheria. Na ilipokuwa sheria ilikuwa inafanyika hivyo. Na inapofanyika hivyo, Mungu alikuwa anasimamia na watu wake. Na anaposimamia na watu wake ilitumika katika wana wa Israeli. Lakini tukuje tuone Luka 2. Msomaji tusomee Luka 2. Tuone tena ule mtoto aliyezaliwa. Maana ya mtoto kuzaliwa si ati mtoto anapatikana kwa ajili ya mama ama kijana ama baba na mama, hapana. Kuna kitu ambacho inasababisha. Kumbe Mungu, tutakuja kuona kwamba kumbe Mungu ndiye anayesababisha, anapeana mtoto, anapeana ule Mungu ndiye anapeana mimba katika mwanamke, si mwanaume, bali ni Mungu ndiye anasababisha, anapeana hiyo sababu na ishara. Msomaji tusome tuone. Luka mtakatifu 2 kuanzia penyewe. Changamka tuone. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Yes. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kiero alipokuwa liwali wa Shamu. Yes. Watu wote wakaenda kuandika. Anzia mstari wa 5 ili tugombee wakati. Mstari wa 5 unasema ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe. Ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe. Ilikuwa ya kwamba sheria Yusufu pamoja na Maria walipokuwa na Maria aenda ajifungue. Sasa hii tunakuja tunaona ya kwamba ni agano jipya. Ambia jirani ni agano jipya. Tunapoona agano jipya enzi ya Musa ilikuwa ya kwamba tunapoanzia nyuma inasema ya kwamba waliokuwa wanatawala katika na utawala wa mfalme Herodi. Alipokuwa na tawala wa Herodi alikuwa mtawala na alikuwa na viongozi wengine. Sasa kila kiongozi alikuwa amemweka katika sehemu yake, anasimamia department yake. Lakini hakuna mtu ambaye alipokuja akazaliwa, tunakuja kunaona kwamba kuna mtu mmoja ambaye alikuwa amebeba mimba na anaenda kuzaa mtoto. Lakini akaona ya kwamba kumbe kuna manabii waliokuwa na tabiri ya kwamba kuna kijana ama kuna mtoto atakapokuja atazaliwa, yeye ndiye atakuwa mtawala wa ulimwengu. Bwana na asifiwe. Ile habari ilipofikia wale watawala waliokuwa Wayahudi wakasikia habari ya kwamba kuna mwingine atakuja kuzaliwa na atakuwa zaidi ya walio wanaotawala. Nao wakakuwa na hasira, wakasema sasa tutafanya njia gani? Wakatafuta mbinu ili wakaweka sheria ya kwamba atakayezaliwa sasa tumjue ni nani. Tutakapomjua ya kwamba manabii walisema ya kwamba wanajua ya kwamba enzi ya Musa na enzi ya katika na sheria ya Wayahudi walikuwa wanajua kwamba mwanamume ama mtoto kijana ndiye anakuwa mtawala. Kanisa liseme amen. Na mfalme Herodi akasema sasa katika haya ambayo tunayaona, wacha tuende nitoe sheria ya kwamba kama kuna mtoto kijana atazaliwa waende wa Mungu. Na zaidi ya kumuua watu ambao tukumua hivyo wanaandika orodha ya majina. Kwa sababu walijua wengine watafichwa ama wengine wataficha wengine. Orodha ya majina. Na anapotoa orodha watajua tu mama Melvin amezaa kijana, ule amezaa kijana, ule mwingine amezaa kijana. Bwana na asifiwe. Kwa sababu mtawala akona uwezo wa kujua kila kitu. Yeye akona kila kitu anajua. Mtawala aseme amen. Sasa tunakuja kwamba Yesu naye alipokuwa pia anataka kuzaliwa. Yusufu pamoja na Mariamu. Naye pia alikuwa tu kama mwanamke kama wewe. Ama yule mwingine naye pia wakati wake ukatimia ili aenda ajifungue kama sheria ya Wayahudi ama sheria ya wanadamu. Lakini wakatoa orodha mfalme, tunakuja naona kwamba akatoa orodha wote watakaozaliwa wawekewe sheria. Malizia tuone mteule ambaye amemposa naye ana mimba. Yes. 6.
ikawa katika kukaa huko, yes, siku zake za kuzaa zikatimia. Siku zake za kuzaa zikatimia. Akamzaa mwanawe kifungua mimba. Akamvika nguo za kitoto. Akamlaza katika hori ya nini? Ya kulia ng'ombe. Amen. Endelea tuone. Kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Yes. 8. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Yes. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Yes. Utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Yes. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo. Amen. Kanisa liseme amen. Amen. Kwa ajili yenu katika mji wa Daudi, ama katika nchi kuna mfalme ambaye amefanya nini? Amezaliwa, na hajazaliwa tu hivyo, bali amezaliwa kwa ajili yenu, na zaidi ya yote yeye ni mfalme. Walikuwa wanaongelea Kristo Yesu. Wanapoongelea Kristo Yesu, yeye ndiye mfalme. Maana waliokuwa wanachunga wale wanasema kwamba ni wachungaji, ndiposa ni wachungaji ambao wanatumika ni sisi ambao tunasimama. Tunawaambia ya kwamba dunia mzima jinsi tunavyosema ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Na tunapoona ya kwamba ni historia iliyofanyika enzi zile. Na tunapoona katika enzi zile wakati wa kuzaliwa kwa Kristo Yesu, naye pia alizaliwa ni hivyo. Alipelekwa katika mbele ya kuhani, alipeleka katika mbele ya kanisa, alipelekwa katika madhabahuni ili afanye nini? Aombewe. Na anavyoombewa kulikuwa na vitu ambavyo walipeleka, kwa sababu unaposoma unapoteremka Biblia inasema ya kwamba majuzi walinunua nguo, waliponunua nguo wakanunua mafuta mazuri, wakaenda wakamfika ama wakamvalisha mwana aliyekuwa amezaliwa. Na zaidi ya yote mjue kwamba Biblia inasema aliyezaliwa ni mfalme. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Aliyezaliwa ni mfalme. Wakaenda na mafuta. Walipoenda na mafuta, wakaenda na njiwa. Walipoenda na njiwa, wakaenda na sadaka. Ili Biblia inasema wakaenda na dhahabu. Si sadaka tu, bali walienda na dhahabu pia. Walipoenda na dhahabu ili wamvalishe ule mwana aliyekuwa amezaliwa. Wateule waseme amina. Amen. Na tunaona ya kwamba walipoendelea hivyo, na tumjue ya kwamba hapa Biblia imesema ya kwamba wakati walipokuwa wanazaliwa, ule mwana anazaliwa, mfalme alikuwa ametoa sheria ya kwamba kama kuna kijana lazima auawe. Lakini tunakuja tunaona ya kwamba ni ishara na miujiza ya kwamba kumbe Mungu ni zaidi ya wanadamu. Tunaona ya kwamba huyu amezaliwa mfalme, lakini yeye atauawa. Sasa kuna kitu ambacho inaendelea. Ndio unasema amen. Wapendwa, maana ya kumpeleka mtoto wakifu ni kuunganisha huyu mtoto katika madhabahu ya ukoo, unamuondoa, na unapomuondoa katika madhabahu ya ukoo unampeleka katika kanisa, na unapompeleka katika kanisa unampeleka katika mbele ya Mungu, na zaidi ya mbele ya Mungu, mbele ya kuhani. Na ule kuhani anaposimama anaombea ule mtoto, tayari ule kuhani anaunganisha huyu mtoto machoni pa Mungu wa Israeli aliyeumba mbingu na nchi. Na mteule aseme amina. Yaani maana, wacha nikurudisha nyuma, kwa sababu watu wa dunia kama mtoto amezaliwa, kuna wengine hata maybe hawakupelekwa wakifu, na kuna wengine hawajawahi ingia katika wakifu, lakini wengine walizaliwa na wakaishi tu hivyo. Hata wengine sasa tunaposema, hata wengine ndugu zetu pia ni wanadamu, lakini hata hawana makao, ni tunasema katika lugha ya kueleweka ni machokora. Pia walizaliwa tu kama wewe na mimi, lakini hawakubahatika wakapelekwa madhabahuni, ama walipelekwa lakini kuna nguvu ambayo iliwapata ama iliwafuata. Sasa maana ya kupeleka mtoto mweke wakifu, huyu mtoto unamtoa katika mila. Maana ya mila, mtoto anapozaliwa anamaliza siku ngapi? Sijui 3 ama wiki moja. Na wanasema wanampelekea nyanya aenda mnyoe. Kuna kitu ambayo huwa wanapeleka. Mbona nyanya mnyoe?
kuna maagano huyo mtoto anapowekwa wanampeleka ati waende wamnyoe, kuna nguvu ambayo ile wanamuunganisha ule mtoto katika yale madhabahu. Kama kuna mtu ambaye aliyokuwa katika hiyo ukoo hakuzaa ama hakuzalisha ama mwingine alizaliwa tu mzuri lakini maisha yake hayakuwa mazuri, mwingine alikuwa chokora, alikuwa mwizi, alikuwa jambazi. Sasa wanaponyoa ule mtoto wanamuingiza katika madhabahu ya ukoo na mila na itikadi pamoja na sheria ya kinyumbani na kidini, pamoja zaidi ya yote hata na maeneo aliyozaliwa, wanamuweka katika wakifu na madhabahu ya ukoo. Kama kwenu wanapiga ramli, ule mtoto anaunganishwa na yale madhabahu. Kama kwenu kuna roho ya wizi, anaunganishwa na yale madhabahu. Ndio maana wanasema tunampeleka mtoto mnyoa. Na wanapompeleka wanamnyoa, na wanapomnyoa zaidi ya yote wanatoa ule aliyemnyoa, huo anamwacha mtu. Bamule kabisa. Bamuyiranga sisi ndibalizukana muri runge. Na muri ilezo bamuunganishe nende madhabahu kebwabwe. Nimekoye ime. Kama ni madhabahu kebwabwe ilikuwa na roho ya uchambazi. Ule mtoto kama ni kijana atakuwa jambazi. Hata zaidi ya yote hata kama ni msichana atakuwa jambazi. Hata mwenye anamnyoa hata maybe hakupata ndoa, ule mtoto wanavyomnyoa hivyo, hiyo roho anayemnyoa mwenye hakupata ndoa, naye ule mtoto jinsi ataishi katika yale maisha ya kuteseka, ya kutokukosa ama kutokuwa na ndoa katika ndani ya maisha yake. Maana huyo mtoto amewekwa wakifu pamoja na zile maroho za ukoo. Hiyo ndiyo maana wanaposema wakifu. Lakini tunaposema wakifu, ambaye zaidi tunasema sisi kama watakatifu, kama sheria ya Bwana ama Waisraeli walikuwa wanapelekwa katika madhabahu. Wanavyopelekwa katika madhabahu, kuhani ndiye anamuombea. Maana ya kuhani kumuombea, anainua huyu mtoto ili Bwana amuunganishe na mbingu. Anavyomuunganisha na mbingu, akubalike huyu mtoto. Hata kama watu ambao wanasema ni wachawi wanapoinuka juu ya huyu kijana ama wampige mifupa, huyu mtoto hata mifupa kama itaingia hata kufa. Lakini kuna mifupa mingine inaua mtoto. Ni uongo ama ni ukweli? Sasa zile maroho watakapokuja, Mungu anaunganisha, kwa sababu tayari wewe umeweka wakifu watoto wako. Na unapoweka wakifu, sisi leo tutaweka watoto wakifu, tunawaunganisha na mbingu. Mungu akubaliana hao watoto watembee katika utukufu wa Bwana. Si ati maana ya kuombea watoto ati mtoto akue minister, si dhambi. Lakini maana huyu mtoto akubaliwe na Mungu. Anapotembea akubaliwe na Mungu. Kwa sababu kuna wengine si minister lakini wanaishi. Na wanaishi wanafanya kazi. Bwana nasifiwe. Hata wengine hawakujaliwa kuwa Bwana, lakini maana ya wakifu na neema, hata nasi tunasimama wanatangaza habari njema. Maana ya wakifu, mtoto anakuwa maisha mema, anaondoa katika roho ya kutangatanga na roho ya ufukara, roho nyingine mbaya chafu, matendo na sheria mbaya. Huyu mtoto anarushubika na zile maroho na anaingiwa katika mikono ya Mungu. Sasa naanza kutembea katika utukufu wa Mwenyezi Mungu. Utakuwa umemuunganisha na nguvu za Mungu. Utakuwa umemuunganisha na neema ya Bwana. Hata waliowekwa wakifu, hata zaidi ya yote, hata kama kuna misukumo inawafuata, wanawasukumia kwa sababu aliwekwa wakifu. Mungu anazidi kumtakasa. Hata kama wapiga ramli wanakuja hawatampata. Wengine wanaenda kutafuta machina. Unapoona ya kwamba ule nyanyana anaenda anamnyoa, kwa sababu anapomnyoa anamuita wanasema ya kwamba huyu naye amefanana na kuka fulani. Huyu anafanana na kuka fulani. Na anamuita ile jina. Tayari anaposema hivyo, hiyo roho inaingia automatic katika ule mtoto. Na inapomuingia kama likabe janga mrubini omubini, hiyo roho ya kukimbia usiku na miingia direct. Anasema anafanana huyu mtoto, huyu mwana yokofana, unanga afana. Inaafana sababu huwa na chisa. Omwana roho yengire mu mwana yeta direct. Bono ngalama bizali, ari umwana inongo bonango murara keje msabari. Omwana no uyibura. Ya bono mundu keje, bono mundu keje, mwana kira kafa. Ino kafa na mbenge. Bono bali chisa. Tayari yule mtoto bila amezaliwa, wanaanza hata kama wajamsema, hata mwingine hawezi kukwambia. Kwa maana kama mimi muweze kuja ukasema ile jina. Ndipo wanangana hata somo ana maiga haba usase muranga isi ndani ya kitati. Ninde delisi na niliyeze nango mwana wa sembo mtakatifu.
Umokole amen. Senango omwana lisina lya papa wangeta. Ze buli kubonita lakini ngezo mutakatifu menya buli menya libona yebu utakatifu ndani yakana ngakole papa we. Amina. Umokole amen. Ye japo seneka kewe seneka kasi. Undikie wasi katonga zeke wasi umokole amen. Ndio maana ya kuunganisha mtoto, unachukua huyu mtoto na muweka mikononi mwa kuhani. Maana ya kuhani anamconnect na Mungu. Maana na Mungu anakaa ndani ya ule mtoto. Sasa zile maroho ya watu wenye walikuwa wanatembea katika madunia, ndoa inaharibika, hawana maisha mazuri, walikuwa wengine walikufia chela, ile maroho haiwezi kuandama huyu mtoto. Hata kama kuna mtu atakuja atamuita kwa siri lakini lakini wakati wa kutubu unapoenda katika machoni pa Mungu, naanza kutubu, Bwana nisamehe roho chafu juu ya maisha yangu pamoja na watoto wangu. Ndiposa Yesu Kristo akasema na achililieni nyinyi na uzao wenu. Ndiposa nasi tunapopata njia ya kutubu, tunapoenda machoni pa Mungu, tunalia pamoja na familia yetu. Hiyo ndio umoja ya utakaso. Kwa sababu wengine hata kama umemweka wakifu hivi, mwingine anaweza kuja kizini na anaanza kusema wewe barakangaliwa haruma fana sabuka. Oina kangalia fana sabu uwe mrubino, oina fana sabu uwe maizili haruma ngali nabo. Uwe mambo na ndio washora wasira moza. Anamuhamba aruino kangalia fana sana muhambata alino kafana sana muhambane chiza inelike tawe karango mwana muhambata sena mubonate sena murangata nobakole ime wana zipiwe ama watakatifu kama lisi nelyoleche baunganisha mwana yi ezene nje kulikanya nikanya kama anakana muhamba se mumanyirete zize hamona lakini ngese familia na muhamba ikane mbuso na muhamba alonde familia yangu. Bwana nasifiwe. Ubeleze na bona na muhambo yote. Senamu mbonata lakini roho hii ina kama umurosi. Mwana wa zanywera kanani kuroho kwa umurosi. Hiyo ni njia mbaya. Sasa nasi kama tunaenda kuweka wakifu ni kutaka kuhalalisha watu katika mtoto katika machoni pa Mungu pamoja na maisha yake atembee katika matakwa ya utakatifu. Wateule waseme amen. Amen. Yaani maana ya wakifu ni kuhalalisha mtoto. Kukubaliwa, huyu mtoto akubaliwe na Mungu. Anapokubaliwa na Mungu atembee katika maisha ya Mungu, aishi katika utakatifu. Hata kama hata katika jamii yenu, hata wengine hawakuendesha gari, lakini ukimweka wakifu, Mungu anaweza pitia katika ule mtoto akajipata na gari. Yaani maisha na maana ya gari maisha mazuri. Wengine walikuwa hata wengine wanaishi na hawana nyumba. Wengine walikuwa wanaishi lakini walikuwa watu wengine maisha yao ilikuwa mbaya. Sasa zile maroho unajaribu kutenga mtoto na zile maroho, na unapoendelea katika utakatifu na Mungu anaanza kujua pamoja na familia. Zaburi 127 nikimalizia uchumi. Bwana maisha yake utaonekana kwake. Nasema ya kwamba Israeli miaka mingi hawakuwa na Mungu wa kweli. Bwana, lakini wakati ulipotimia, wakati ulipofika mtakatifu, Israeli wakamtafuta. Nawe Bwana unasema ya kwamba ukaonekana katika ndani ya maisha yao. Ulipoonekana katika ndani ya maisha yao na Mungu wewe ukashuka ukafanya agano jipya pamoja na maisha yao. Hapa kuna mateso yaliyokuwa ndani mwao, mtakatifu uliwaondolea. Mungu wa Israeli, tazama ndugu Angasi ni pamoja na mke wake pamoja na Musa mikononi mwako. Nimeshuhudia ya kwamba kuna mateso katika ndani ya nyumba yake. Kuna mateso ya magonjwa katika ndani ya maisha yake. Lakini Bwana mchana wa leo kama mtumishi wako naomba amani. Naomba Bwana ukapate kumtakasa. Naomba zaidi ya yote ukapate kumsamea. Maana na mikosi na magonjwa yasiyoeleweka tunayakemea katika jina la chafu na magonjwa na mikosi ndani ya maisha, malaria, pneumonia, magonjwa ya uchawi na ushirikina ndani ya maisha yao, tunaong'oa pamoja na uzao wao katika jina la achilie nguvu na kibali na Roho Mtakatifu akapate kuwalinda. Magonjwa isiwe sehemu yao. Bwana ukawatenge Bwana. Watoto wao ukapate kuwalinda. Kazi ya mikono ukapate kuwatakasa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.